Ninayo taarifa moja kwa moja kutokea huko Gaza nchini Palestina katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo brigedi za Qassam zimesema kuwa zimeua na kujeruhi wanajeshi wa Israel katika mashambulizi katikati mwa Gaza City, lakini pia huku Israel ikizidi kuendeleza mashambulizi yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera lililoko nchini Qatar, kitengo cha kijeshi cha Hamas brigedi za Qassam kimetangaza kwamba wapiganaji wake wamefanya mashambulizi mazito dhidi ya vikosi vya Israel vilivyokuwa vikifanya operesheni katika jiji la Gaza na kusababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Israel. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, kundi hilo limesema wapiganaji wake waliwavamia wanajeshi wa Israel waliokuwa wamejificha ndani ya shule katika mtaa wa Tal al-Hawa, Gaza City. Wapiganaji hao walifyatua risasi kwa umbali wa karibu, wakatupa vilipuzi ndani ya magari mawili ya kivita aina ya Armored Personnel Carriers na kisha wakalipua bomu dhidi ya tanki la kivita aina ya Merkava ambalo kwa muda mrefu limekuwa ishara ya nguvu za kijeshi za Israel. Brigedi za Qassam wamesema shambulio hilo lilipelekea wanajeshi kadhaa kuuawa na wengine kujeruhiwa. Taarifa hiyo imeendelea kueleza kuwa si tukio la Jumatatu pekee lililolenga wanajeshi wa Israel. Jumapili wapiganaji wa Qassam walidai kulipua tanki jingine aina ya Merkava kwa kutumia bomu kubwa la kutegwa barabarani kusini mwa mtaa wa Sabra, Gaza City. Shambulio hilo limeelezwa kuwa miongoni mwa mashambulizi yenye nguvu zaidi katika eneo hilo tangu kuanza kwa uvamizi wa Israel. Tukio hili linajiri huku mapigano kati ya Hamas na Israel yakiendelea kwa ukali katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza, hususan sasa hivi katika ukanda wa Gaza City. Jeshi la Israel limekuwa likifanya mashambulio ya ardhini na angani likidai lengo lake ni kuangamiza mitandao ya kijeshi ya Hamas, huku makundi ya upinzani wa Kipalestina yakijibu kwa mashambulizi ya karibu, vilipuzi na kombora, likiwemo kundi la Islamic Jihad. Mtaalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati akizungumza na Al Jazeera amesema kuwa mashambulizi aina hii dhidi ya magari ya kivita ya Israel ni ishara kwamba Hamas bado inamiliki uwezo wa kijeshi na mbinu za kivita licha ya mashambulizi makubwa ya Israel, ambapo hili linaonyesha mapambano bado ni ya muda mrefu na haliwezi kuamuliwa kwa urahisi. Hadi sasa jeshi la Israel IDF halijatoa maelezo moja kwa moja kuthibitisha au kukanusha madai ya brigade za Qassam. Wakati mashambulizi haya ya kijeshi yakiendelea, raia wa Gaza wanaendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi. Maelfu wameachwa bila makazi, shule na vituo vya afya vikigeuzwa maeneo ya kivita, huku shirika la Umoja wa Mataifa likionya juu ya janga la kibinadamu linaloongezeka kila siku katika ukanda wa Gaza. Hali halisi katika ukanda wa Gaza kwa hivi sasa si shwari kabisa kufuatia mwendelezo wa kuviziana wa mashambulizi katikati mwa Gaza City, ambapo huko Israel imezidi kushinikiza operesheni zake za kijeshi, lakini vile vile hata Hamas nao pia wamejizatiti kuweza kupambana vikali na Israel katika maeneo hayo. IDF inazidi kufanya operesheni za kutosha, ambapo juzi tu footage za picha mjongeo na picha mnato zilionekana zikionyesha vikosi vya Israel vikizidi kusonga mbele kwa kuingiza vifaru vya kutosha katikati mwa Gaza City ili kuweza kupambana na Hamas moja kwa moja, huku raia wakihimizwa kuondoka katika maeneo hayo na kuhamia maeneo ya kusini mwa Israel. Mtazamaji wetu, tutakuletea taarifa zaidi dhidi ya taarifa hii ambayo shirika la habari la Al Jazeera limeweza kuripoti, ambapo vikosi vya Qassam Brigades vimefanya mashambulizi kwa wanajeshi wa Israel. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Mimi naitwa Victor Moshi.